Mfumo wa THAAD wa Marekani wa kulinda anga ulioko nchini Israel wafeli kuzuia makombora ya Wahouthi wa Yemen. Kombora lililovurumishwa kutoka Yemen limefika katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Israel, huku mfumo wa ulinzi wa anga wa THAAD pamoja na ule wa Iron Dome ukishindwa tena na kulazimisha mamilioni ya Waisrael kukimbia katika mahandaki wakiwa na hofu na mashaka. Kombora hilo lililovurumishwa siku ya Ijumaa limesababisha ving'ora vya tahadhari kusikika katika jiji la Tel Aviv na maeneo mengine zaidi ya 200. Operesheni hiyo ililazimisha utawala huo kuamuru kuwashwa mifumo yake ya makombora ya ulinzi, ikiwemo mfumo wa ulinzi wa anga wa THAAD uliotengenezwa nchini Marekani. Hii ni kwa mujibu wa kituo cha habari cha serikali. Hata hivyo, kwa mujibu wa kituo hicho, mfumo huo wa makombora hata hivyo ulishindwa kuzuia kombora hilo na kufanya kuwa mara ya pili kwa kifaa hicho chenye gharama kubwa kushindwa kukabiliana na makombora ya Wahouthi kutoka nchini Yemen. Vyombo mbalimbali vya habari vya Israel kwa upande mwingine vimeripoti milipuko mashariki mwa Tel Aviv, katika mji mtakatifu unaokaliwa kwa mabavu wa Al-Quds, ambako mfumo wa THAAD ulijaribu kuzuia kombora hilo bila mafanikio. Gazeti la Israel la Yedioth Aharonoth limeripoti kuwa safari za ndege katika uwanja muhimu wa Ben Gurion zimesimamishwa. Jeshi la Yemen limekuwa likitekeleza operesheni za kulipiza kisasi kwa niaba ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza na kuweka mizingiro katika eneo la bahari dhidi ya meli na vyombo vya majini vya Israel vinavyoelekea katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu tangu Oktoba mwaka 2023. Wakati huo huo, Abdul Malik al-Din al-Houthi, kiongozi wa wanaharakati wa Ansarullah wa Yemen, ameeleza kuwa jamii za Kiarabu na umma wa Kiislamu zinabeba jukumu la msingi la mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza, na anasisitiza matokeo mabaya ya kutochukua kwao hatua. Aidha, amelaani mauaji ya kimbari yanayoendelea kutekelezwa na utawala wa kikatili wa Israel wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huko katika ukanda wa Gaza na kuyataja kuwa uhalifu wa karne. Kiongozi huyo wa Ansarullah ya Yemen, kwa maana ya Wahouthi, ameonyesha masikitiko makubwa kutokana na mwitikio hasi wa mamilioni ya Waislamu kwa ukatili wa kila siku unaowakabili watu wa Palestina, hasa waliopo katika eneo la ukanda wa Gaza. Matamshi ya Al-Houthi ni kilio cha hadharani, na amekuwa akielezea umma wa Kiislamu na umma wa ulimwengu kwa ujumla kuamka katika majukumu yao na kuchukua msimamo dhidi ya dhulma. Amesema kwamba Wahouthi watapambana hadi tone la mwisho kuhakikisha Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza wanaishi kama wanavyoishi watu wengine katika ulimwengu. Lakini pili, ameeleza namna ambavyo utayari wao kama Wahouthi katika mapambano dhidi ya IDF, kwa maana ya jeshi la Israel, na kwamba wapo tayari kuunga mkono kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza, kwa maana wataungana na watu wa Gaza katika utetezi na hivyo watapambana na nchi ya Israel wakati wote. Lakini ikumbukwe, Marekani ambayo ilikuwa ikipambana zaidi huko katika Yemen, wakati huu wamekubaliana kuachana na mapambano na wamekubaliana na Wahouthi kwamba hawataendeleza mapigano kwa mara nyingine tena, na hivyo wamekubaliana kwamba meli za Kimarekani zitapita bila mashambulizi. Lakini kwa upande wa Israel, mashambulizi yatakuwa pale pale, kwamba Wahouthi hawataiacha Israel hadi pale Israel itakapoacha mashambulizi dhidi ya Wapalestina waliopo katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi yanayotokea wakati huu, lakini ni kile ambacho kinaonekana wakati huu kwamba Marekani iliamua kuboresha mfumo wa ulinzi wa Iron Dome ambao wakati fulani ulishindwa kuzuia makombora ya Wahouthi na hata yale ya Iran, lakini wakaamua kuleta mfumo wa kuzuia makombora wa THAAD wakati wa utawala wa Joe Biden. Lakini mfumo huu wa kuzuia makombora nao pia unashindwa kuyazuia makombora ya wa Yemen, kwa maana ya Wahouthi, na ni kutokana na makombora mazito ya Palestine 2 ambayo yamekuwa ni gumzo kwa upande wao, wakidhani ni makombora yaliyoshindikana, na sasa wanatafuta njia mbadala ya kuweza kutatua jambo hili ambalo limekuwa ni tatizo kwao. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza yanayojiri katika ulimwengu wakati wote kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.